Yes, mambo ni aje, mambo ni vipi ewe mwana PMTV. Karibu kwenye updates za kimichezo ambazo sisi kwa muda huu bwana tumeona to deal na club ya Simba pamoja na club ya Young Africans. Of course tunafahamu kulikuwa na sakata ambalo lilikuwa lina trend sana hapo jana kuhusiana na shauri ambalo lilifunguliwa na club ya Simba mbele ya kamati ya hadhi za wachezaji kuhusiana na uhalali wa mchezaji wa club ya Young Africans, nikiwa namzungumzia Mohamed Damaro Kamara. Sasa baada ya shauri hilo jana kutupiliwa mbali na kamati ya hadhi za wachezaji, PMTV tukaona isiwe tabu bwana, sisi tumtafute meneja wa habari na mawasiliano ndani ya club ya Simba, nikiwa namzungumzia Ahmed Ali, ili kuweza kuzungumzia sakata hilo. Na yeye anazungumza kwamba wao walikuwa hawana agizi, bali nia yao ilikuwa ni kutaka kujua tu uhalali wa mchezaji huyo ambaye ni kama ana passport mbili, kwa sababu Young Africans imemsajili kama mchezaji raia wa Tanzania, yani sio mchezaji kutoka nje, lakini kwenye passport kuna passport moja inaonyesha kwamba yeye ni Mtanzania, ambao ndio Young Africans wametumia kumsajili. Lakini ukiingia kwenye TMS, yani transfer matching system za FIFA, zinaonyesha kwamba Damaro Mohamed Kamara ni raia wa Guinea. Lakini hakuishia hapo. Ahmed Ali anasema wao pia walikuwa hawana haja ya kupewa pointi za mkononi, lakini lengo lao nao ilikuwa ni kutaka kujua kama wanaweza kumbadilisha Aniset Oura kuwa mchezaji raia wa Tanzania, ili wapate nafasi ya kumsajili mchezaji mwingine ambaye atakuwa ni kutoka nje. Nikukumbushe tu kwamba mwisho wa wachezaji wa kimataifa kwa idadi ni 12 ndani ya hivi vilabu. Sasa Simba nao kupitia maneno ya Ahmed Ali, wao walikuwa wanataka kuangalia ni namna gani wanaweza wakafanya wakambadilisha Oura kuwa Mtanzania, ili wapate gepu la kusajili mchezaji mwingine wa kimataifa. Wewe pia unayo fursa ya kuacha komenti yako kuhusiana na sakata hili. Upo upande gani? Upo upande wa klabu ya Young Africans ama upo upande wa klabu ya Simba? Lakini wakati unaacha komenti yako, usisahau kwamba sehemu ni moja tu ambao unaweza kufanya bashiri zako na zikakulipa, nayo ni pmbet.co.tz, kwa sababu ligi zimerejea kuanzia leo. Fanya bashiri za mikika yako ushinde pesa, lakini uingie kwenye draw ya kushindania Toyota IST ambayo inatoka kila baada ya wiki 5. Website yao ni pmbet.co.tz. Mimi naitwa Raymond Elias.